Mwaka 1979, kijana mmoja mweusi mwenye umri wa miaka 21 tu alijifungia chumbani peke yake. Machozi yalikuwa yanamlenga machoni. Dunia ilikuwa inamfahamu kama mtoto mwenye kipaji kutoka bendi ya Jackson 5. Lakini yeye alikuwa anajiona kama mfungwa. Siku hiyo alichukua kalamu na karatasi, akajifuta machozi na kuandika maneno yaliyobadili kabisa historia ya safari hii milele. Alisema, kuanzia leo sitaki tena kuitwa Michael Jackson. Nataka utu wangu wa zamani ufe. Ninataka kuzaliwa upya kama MJ. Nitakuwa mtu wa miujiza, mtafiti, mwalimu na nguli ambaye hajawahi kutokea kwenye historia ya dunia. Watu wengi wanafikiri Michael Jackson alizaliwa na bahati. Wanafikiri albamu ya Thriller kuwa albamu iliyouza zaidi katika historia ya dunia ilikuwa ni zawadi ya vipaji, lakini hawajui nini kilikuwa nyuma ya pazia ya albamu hiyo. Katika video hii hatutaongelea muziki wake tu, tutaongelea nyuma ya pazia, kwenye chumba chake cha siri, kuangalia kichaa, maumivu na mifumo ya kisaikolojia ambayo dunia haijaizungumzia kwenye uso wa kawaida. Ukimaliza kutazama video hii hadi sekunde ya mwisho, ahadi yangu kwako ni moja tu: utu wako wa kawaida utakufa na utalazimika kuzaliwa upya ukiwa mtu wa tofauti na hatari kwenye kila kitu utachokifanya kwenye hii dunia. Siri ya kwanza ya MJ ambayo watu wengi hawajaiongelea ni neno moja tu: obsession. MJ hakuwa anatafuta mafanikio, alikuwa anatafuta greatness, ukubwa uliopitiliza mipaka ya kibinadamu. Wakati anarekodi albamu ya Thriller, MJ alijitenga na ulimwengu. Je, unajua kuwa ili kupata nyimbo 9 tu zilizopo kwenye albamu hiyo, Michael Jackson alirekodi zaidi ya nyimbo 100? Alikuwa tayari kutupa wimbo ambao watu wengine wakiusikiliza wanaupenda, kama tu haukumfanya yeye kulia au kusisimuka mwili wakati anasikiliza nyimbo hiyo, basi alilazimika kuacha na kurekodi upya. Alikuwa anafanya mazoezi ya kucheza dancing kwa masaa 8 hadi 10 kila siku. Sio jukwani, ila kwenye chumba chake peke yake mbele ya kioo. Kulikuwa na siku ambazo miguu yake ilikuwa inavuja damu kwa sababu ya kucheza kwa muda mrefu ndani ya viatu vyake, lakini hakuwahi kuacha. Alikataa kusimama kwa sababu aliamini kioo hakidanganyi na ipo siku atakuja kuwa mkubwa na ukubwa ule ambao anauwaza kwenye kichwa chake. Utafiti wa sayansi ya sanaa. MJ hakuwa anatazama wasanii wenzake wa muziki tu, alikuwa student wa greatness. Aliwatch performer wengine non-stop. Aliwasoma akina James Brown na Sammy Davis Jr. Aliiba discipline yao, aliiba energy yao, aliiba commitment yao. Na hapa kuna reason kubwa sana. Watu wengi wanaogopa kujifunza kwa waliotangulia, lakini Michael Jackson alikuwa akijifunza kupitia walio bora, na aliamini kuwa ukijifunza kwa waliotangulia utapata shortcut ya mafanikio. Hakujiona anajua kila kitu. Aliendelea kuwa mwanafunzi hata baada ya kuwa star mkubwa duniani, na hiyo humility ya kujifunza ndio iliyomfanya aendelee kutawala dunia. Alikuwa mwanasayansi wa hisia za binadamu. Kitu cha pili, hacking of the subconscious. Hapa ndipo siri kubwa zaidi ilipo. Michael aligundua kitu ambacho watu 99% hawajui. Akili ya ndani, subconscious mind, haina uwezo wa kutofautisha kati ya ndoto ya ukweli na uhalisia wa maisha. Kama ukijiaminisha juu ya ndoto yako kila siku, basi utajenga imani ambayo haina ukomo. Katika vioo vya chumba chake Michael Jackson, bafuni, pembeni ya kitanda, alibandika karatasi zilizosomeka: I am love, spread joy, sell 100 million albums, never give up. Kila asubuhi alipoamka saa 9 au saa 10, basi kitu cha kwanza kukiona yalikuwa ni maneno yaliyomwambia yeye ni nani, anaenda wapi. Alishambulia akili yake ya ndani kwa ujumbe wa ushindi, kiasi kwamba hofu, mashaka na kukata tamaa vilikosa nafasi kabisa ya kuishi kichwani mwake. Lakini maisha hayakuwa rahisi kwake. Alikuwa na upweke mkubwa sana. Alikuwa akitokea jukwani mbele ya watu 100,000 wanaopiga kelele, kisha anarudi kwenye chumba chake akiwa mwenyewe pekee.
kwa sababu hakuna mtu aliyekuwa anaelewa uzito wa mzigo aliobeba. Kila mara aliporudi, sura yake ilikuwa ikishambuliwa na vyombo vya habari. Alirudi kwenye kioo na kuandika, mimi ni mtu mpya sasa. Mimi ni mzuri. Alitumia maumivu yake kama kuni za kuwasha moto wa mafanikio yake. Sasa ageuza macho kutoka kwa Michael Jackson. Ajitazame wewe mwenyewe. Unayesikiliza sauti hii sasa hivi, ndani yako kuna nguvu ile ile iliyo ndani ya Michael Jackson. Tofauti ni moja tu, wewe bado haujafanya maamuzi ya kuua utu wako wa kawaida. Inawezekana kazi yako sio muziki. Labda wewe ni mwandishi, mtayarishaji wa maudhui, mwanafunzi au mfanyabiashara. Ili uache alama ambayo dunia haiwezi kuifuta, lazima utumie kanuni 3 kuu za chuma za Michael Jackson. Kill your old identity. Acha kujiona kama kijana wa kawaida anayejaribu kutafuta maisha au anayeomba nafasi. Kuanzia leo, amua wewe ni nani. Andika malengo yako na jiite majina mazuri yanayokupa moyo na kukutia hamasa. Watu wanataka sifa jukwani, lakini hawataki kuvuja jasho la damu. Wakati wenzako wamelala, amka saa 9 au saa 10 usiku, katikati ya masaa ya utulivu. Wakati watu wengine wamelala, hapo ndipo utaposoma vitabu vya magwiji waliofanikiwa. Bandika kwenye kuta kila kona ya chumba chako, ikupigie kelele kuhusu ndoto yako. Usiruhusu marafiki hasi, mawazo ya kushindwa au kelele za mitandao kuingia kwenye lango la akili yako. Kuwa mlinzi katili wa akili yako. Kuanzia sekunde hii, ukiamua kufanyia kazi haya, ndani ya miezi 6 ijayo, watu waliokuzoea watakutafuta na watakuona, kwa sababu yule mtu wa zamani atakuwa amekufa. Utakutana na kiumbe kipya chenye nidhamu ya chuma, sauti yenye mamlaka na kazi zenye viwango vya hali ya juu. Michael Jackson alichagua kuwa utu wake wa zamani ili kuwa na maisha mapya kama MJ. Leo ni zamu yako kufanya maamuzi hayo magumu. Nataka unene maneno haya kwa vitendo sasa hivi. Andika kwenye comment maneno haya: mimi ni mshindi. Usiogope kutoa ndoto yako kubwa, kwa sababu kila mtu aliyefanikiwa alianza kama mtu asiyejulikana. Pia niambie, ni karatasi gani ya kwanza unayoandaa kwa sasa hivi na unaenda kubandika kwenye kioo au kuta ya chumba chako?